Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndio leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayotoka katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 15. Inasema kutoa mafundisho mema. Tito 2 mstari wa 1 hadi wa 15 inasema, lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kwa kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Vivyo hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa, ili yule mwenye kupinga atahayarike, kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu. Watumwa na wawatii bwana zao, wakiwapendeza katika mambo yote. Wasiwe waibaji, bali wauonyeshe uaminifu mwema wote, ili wayapambe mafundisho ya Mwokozi wetu Mungu katika mambo yote. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utawa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye busara na mafundisho ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafisha watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Nena maneno hayo, onya na kukaripia kwa mamlaka yote, asikudharau mtu awaye yote. Nini fundisho hapa? Tunakumbushwa kufundisha mafundisho mema katika Injili ya Yesu Kristo, mfano, hekima na busara, na kuyashika yale mema yote tunayoyafundisha, ili Injili ya Yesu Kristo itufanye kwa barua inayosomwa na watu wote. Maana neno la Mungu linasema ni vyema kuyaishi maandiko kuliko kuyafundisha na kuyaacha, kwa sababu ni kazi bure. Asanteni sana. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni, tupate kuwa barua njema duniani.
Amina. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.